wote. Sisi hatutetei uhai wa mtu mmoja, tunatetea hata ukipiga rangi ulipo vizuri, sawa? Sisi hatutetei uhai wa mtu mmoja. Ni kada wa CCM hao. Mama mtawaua leo. Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 26 mwezi wa 5 mwaka 2026, jamaa waliokuwa wameweza kukisiwa kuwa watekaji wameweza kupata kichapo kutoka kwa wananchi. Raia hawa ambao wanajaribu kukomesha swala la utekaji katika Jamhuri ya Tanzania. Hii hapa ni kufuatia tukio la hivi karibuni lililoweza kumkumba msaidizi wake Mheshimiwa Tundu Lissu. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa, iwapo ni mara ya kwanza kupatana na video zetu, ni vyema uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa wetu rasmi wa mtandao wa YouTube, uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa, uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, moja taarifa hivi sasa inayozidi kugonga vichwa vya habari ni kutokana na jamaa waliokuwa wameweza kukisiwa kuwa watekaji kupigwa na idadi kubwa ya raia, umati ambao hata maafisa wa polisi wameweza kupata kipindi kigumu kukabiliana na umati huo, kutokana na umati huo kuwa na hasira kwa swala la utekaji linalozidi kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania. Ila kile ambacho hivi sasa viongozi wakuu wa chama Chadema wanazidi kukizungumza na hata kutoa maoni yao kutokana na tukio lililoweza kutokea mapema leo hii. Mtazamaji wangu, kwa asilimia kubwa, idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kukubaliana na kile ambacho viongozi wakuu wa chama Chadema wameweza kuchapisha, kwani baadhi yao wameweza kuweka hadharani ya kwamba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kuchukua hatua kukabiliana na watekaji sio jambo mbaya, bali wameweza kufanya sahihi. Sote tunafahamu jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, mbaya kabisa, iwapo unaweza kupinga ama kukosoa serikali iliyoko madarakani, basi moja kwa moja utaweza kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi, jambo ambalo linazidi kusababisha idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania kutokuwa huru, bali kuwa na hofu na uoga kwa uongozi ulioko madarakani, jambo ambalo ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo uongozi unatakikana kuwa katika Jamhuri ya Tanzania. Hatua ambayo hivi sasa ni kama idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wameweza kuanza kuamua kuchukua hatua mikononi mwao kwa wale wanaozidi kurejesha Jamhuri ya Tanzania nyuma. Kwani mtazamaji wangu, ingekuwa ni jambo jema iwapo kungeweza kuwa na uhuru wa kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, ndipo ambapo serikali hiyo itaweza kuwajibika kwa kiasi kikubwa. Ila iwapo utaweza kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani, utaweza kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Mtazamaji wangu, ni jambo ambalo halifurahishi mno, kwani kama kweli serikali inayozidi kujali wananchi ama wananchi ambao ni wenye nchi, basi ni sharti na lazima serikali hiyo iweze kusikiliza kilio cha mwananchi wa Tanzania. Na pia mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania ni kipi anachozidi kukipendekeza kiweze kufanyiwa marekebisho, na ndipo ambapo serikali hiyo iliyoko madarakani itaweza kuwajibika moja kwa moja ili kusaidia mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania kuwa na maisha kwa bei ya nafuu, tofauti kabisa na jinsi ambavyo tunavyozidi kushuhudia kupanda kwa gharama kubwa ya maisha hivi sasa chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Kwani mtazamaji wangu, leo hii ikiwa ni tarehe 26, mgomo wa madereva wa daladala pamoja na wamiliki wa daladala unazidi kuendelea kutokana na kupanda kwa bei mpya za mafuta, lawama kubwa ikishutumiwa uongozi ulioko madarakani, kwani idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania wanaamini kwamba viongozi wakuu walioko serikalini ndio wanaozidi kujijali wao binafsi na kusahau maslahi ambayo yaliweza kuchangia viongozi hao kuwa katika nafasi hizo za juu katika serikali hiyo
ya CCM. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa moja kwa moja inazidi kuonyesha jinsi ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania bado hawajatokea kuikubali kikamilifu serikali iliyoko madarakani, na mbaya kabisa hawana imani kwa serikali hiyo iweze kusikiliza vilio wanavyozidi kuvilia siku baada ya siku katika mitandao ya kijamii, na hata baada ya viongozi wa chama pinzani cha Chadema wanapozidi kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Mtazamaji wangu, kwa kweli serikali hiyo ama viongozi wakuu serikalini hawajaweza kuwajibika kwa uharaka ili haki na usawa uweze kupatikana kwa wale wote jamaa wao waliweza kutekwa na kutoweka hadi leo hii hawajulikani waliko, na pia baadhi ya wale ambao waliweza kuathirika kutokana na zoezi la uchaguzi wa mwaka 2025. Hivi basi mtazamaji wangu, hii hapa ni dalili tosha ya kuonyesha hasira ambazo hivi sasa serikali iliyoko madarakani inazidi kupuuzia kutoka kwa wananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania. Na mtazamaji wangu, hii hapa kweli, iwapo kama serikali iliyoko madarakani ingekuwa ikisikiliza maombi yanayozidi kuombwa na kupendekezwa na wananchi wa Jamhuri ya Tanzania, basi leo hii tusingekuwa na kisa cha habari ya kwamba raia wameweza kuamua kukabidhiana na wale wanaozidi kudaiwa kuwa watekaji waliokuwa na nia ya kufanya utekaji, swala ambalo hivi sasa idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania hawalifurahi linapozidi kuendelea kutokea chini ya uongozi tawala wa CCM. Hii hapa inaashiria wazi kwamba ni kweli Rais Mama Samia Suluhu Hassan ataweza kulazimika kufanya mabadiliko, na hata baadhi ya mambo kama utekaji utaweza kusitishwa, na ndipo ambapo serikali hiyo iliyoko madarakani angalau itaweza kurejesha imani ndogo kwa wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Ila iwapo kama visa vya kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi vitaendelea kushuhudiwa katika Jamhuri ya Tanzania, basi mtazamaji wangu, moja kwa moja itakuwa ni serikali ambayo itakuwa ikilaumiwa pakubwa kwa visa vya aina hiyo vya wale wanaozidi kupinga na kukosoa serikali iliyoko madarakani wanapozidi kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Je, mtazamaji wangu, mtazamo wako ni upi kwa hatua iliyoweza kuchukuliwa kukabidhiwa kwa wale wanaozidi kushukiwa kuwa watekaji waliokuwa na nia ama kusudi la utekaji? Tuachie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa, mtazamaji wangu, iwapo mara ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuelekea moja kwa moja kwa ukurasa wetu rasmi wa YouTube channel Habari Moto News. Bonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.